Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, wakati wako Bwana umefika. Sema na watoto wako kile ambacho Bwana umekusudia watoto wako wasikie kutoka katika madhabahu yako. Jehova, kiachilie sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Nami mtumishi wako ninanyenyekea chini ya mkono wako uliodai. Nitumie Bwana kama chombo tu cha kufikisha kile ambacho Bwana umekiratibu mbinguni kwa ajili ya watoto wako. Kwa jina la Yesu nanyenyekea Bwana, ninashuka mpaka ardhi ukainuke peke yako. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Amen. 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 Haleluya. Ninawasalimia tena katika jina la Yesu. Amen. Na mimi mpo salama toka tumeachana Jumapili. Mungu ameendelea kuwa mwema kwenye maisha yenu. Amen. Amen. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi tena kuwepo mbele yenu. Shukuru tena uongozi kwa kunipa nafasi ya kusimama mbele ya watakatifu wa Bwana kwa ajili ya kuzungumza nao habari njema za ufalme wa mbinguni. Amen. Amen. Tulipewa kichwa cha somo kulingana na kalenda yetu ambacho kilikuwa kinasema mazingira ni uhai, tuyatunze. Na tutaendelea na kichwa hicho cha somo, lakini leo tuangalie kipengele kidogo ambacho Mungu anatamani tuzungumze jioni ya leo kwa habari ya uharibifu wa mazingira. Uharibifu wa mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilisema kwa tafsiri yangu, mazingira ni kitu chochote kinachokuzunguka. Mazingira ni kitu chochote kinachonizunguka, ni kitu chochote kinachokuzunguka, ni kitu chochote kinachotuzunguka. Na ajenda ya Mungu toka mwanzo ilikuwa ni kumtengenezea mwanadamu mazingira mazuri ya kukaa. Kabla ya kumuumba mwanadamu, alimtengenezea kwanza mazingira mazuri ya kukaa. Lakini cha ajabu, mwanadamu huyo ndio alikuwa sababu ya kuleta uharibifu katika mazingira. Mwanadamu huyo badala ya kuyatunza yale mazingira ambayo Mungu alimpa, akawa ndio wa kwanza kuyaharibu. Ukisoma katika kile kitabu cha Ayubu ambacho tumepewa, mlango wa 12, mstari kuanzia ule wa 7, anasema, lakini sasa waulize hao wanyama, nao watakufundisha, na nyuni wa angani nao watakuambia, au nena na nchi nayo itakufundisha, nao samaki wa baharini watakutangazia. Katika hawa wote ni yupi asiyejua kwamba ni mkono wa Bwana uliyafanya haya? Kumbe mpaka nchi, mpaka samaki, mpaka wanyama wanajua kwamba Mungu aliyatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema waulize watakuelekeza, waulize watakufundisha, waulize watakwambia kwamba Mungu aliyatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya mwanadamu. Lakini mwanadamu ndio akawa sababu ya kwanza kuharibu, kuleta uharibifu katika hayo mazingira. Mungu anapokuweka mahali, Mungu anapokuweka katika mazingira yoyote, anategemea uyatunze. Anategemea uache alama hapo, ili hata usipokuwepo watu wakasikia kwamba mahali hapa kuna kitu kimefanyika, mahali hapa kuna mtu wa Mungu alikuwepo akatengeneza mazingira yakawa salama. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwepo katika mazingira yoyote, usiwe sababu ya uharibifu mahali yako. Hakikisha unaacha alama, hakikisha unatunza yale mazingira, usiachilie uharibifu wa aina yoyote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Hivi unakuta watu wamelima shambani au wamepanda bustani, wamelima mazao au wamepanda bustani, alafu wewe unafika tu unaanza kung'oa au unaanza kuharibu zile bustani. Leo nimewahi kidogo nikamkuta kakangu hapa anafanya usafi pale nje. Hivi unakuta kanisa limesafishwa vizuri, unakuta mazingira yamesafishwa, unakuta viti vimepangwa. Wewe unaingia unaanza kuharibu yale mazingira. Umetoka huko na ice cream yako unakula, umetoka huko na miogo yako na karatasi, unafika katika mazingira ambayo watu waliyasafisha, watu waliyatengeneza vizuri, alafu wewe unaachilia uharibifu, inakuwa mbaya. Unakuta viti vimepangwa vizuri. Wewe unakuja baada ya kukaa na kumshukuru Mungu kwa sababu watu wamekutengenezea mazingira mazuri, wewe unakuwa chanzo cha kuyaharibu yale mazingira. Tafakari mahali ulipo Mungu ambapo amekuweka. Iwe ni kazini, iwe ni kanisani, iwe ni kwenye familia. Hilo eneo Mungu aliyokuwepo, je, unahusika kutengeneza au unahusika kuharibu? Kwenye mtaa uliopo watu wanakunenaje? Kwenye hiyo familia uliopo watu wanakuzungumziaje? Wengine waliingia tu kwenye mtaa, watu wakaanza kufungia mabinti zao ndani. Watu wakaanza kupata shida kutoka hata usiku kwa sababu kuna mtu fulani ameingia mharibifu. Unafika katika hiyo ofisi, yaani baada ya kutunza ile amani ambayo umeikuta, baada ya kutunza ule utulivu ambao umeukuta, unaanza kuachilia roho ya uharibifu. Umekuta kanisani watu wametengeneza atmosphere nzuri, wametengeneza mazingira mazuri, wametengeneza hali ya hewa nzuri kwenye vikundi vya uimbaji, watu wanakaa wanamsifu Mungu kwa amani. Ulipoingia wewe tu, hali ikabadilika. Ulipoingia wewe tu, kuna kitu kikabadilika. Watu hawapendani tena, watu wanaingia ugomvi, watu wanaingia shida, yaani watu hawasikii amani tena kuwepo katika lile eneo. Ndicho ambacho kilitokea kwenye bustani ya Eden. Baada ya Adamu na Eva kukosea maelekezo, baada ya Adamu na Eva kuharibu mazingira yale, ndipo ambapo kukaingia roho ya mauti katika ile eneo. Kulikuwa hakuna mauti, na Mungu hakutamani wanadamu wafe, lakini baada ya machafuzi ya mazingira, baada ya uchafuzi wa ile hali ya hewa, baada ya uharibifu wa yale mazingira, ndipo roho ya mauti ikaingia. Ndipo hapo watu wakawa hawapendani tena. Tunaona chuki ya kwanza ndio ilipoanzia. Watu hawapendani tena. Unaona mtu anakuchekea usoni, sio maana anakuchekea, hapana. Moyoni anakusagia meno. Haleluya. Haleluya. Tafakari. Ni mambo ya ajabu sana. Yaani watu sasa hivi, yaani baada ya kanisani iwe ni sehemu ya watu kukimbilia, ndio sasa hivi kanisani watu wanakimbia. Kwa sababu gani? Kuna mtu ameingia ameharibu mazingira ya kanisa. Watu walikuwa wengi kwenye kikundi cha uimbaji, lakini tu mtu mmoja alipoingia yaani alipoingia akajiunga katika hilo kundi, hali ya hewa ikabadilika, mazingira yakaharibika, kukachafuka, yaani hakuna utulivu. Ukienda yaani mtu unaenda tu kwa kujisukuma, lakini usikile hali kutoka ndani. Yaani ndani yako ujisikii kwenda, lakini unaenda kwa sababu niende tu nitafanyaje. Haleluya. Tunza mazingira. Kichwa kinasema mazingira ni uhai, tuyatunze. Hata kuachilia uharibifu sio mzuri kabisa. Unaumiza watu kwa sababu zako tu mwenyewe. Watu hawasikii amani kuwepo katika hilo eneo kwa sababu yako. Kwa nini? Inakufaidia nini? Kazini Mungu alipokuweka, kwenye familia imejaa ugomvi kwa sababu unatoa neno hili unapeleka kule, unatoa hili.
na bora ulipeleke likiwa straight. Unalipeleka ukiwa umelijazia na nyama ambazo unajijua wewe. Huo ni uharibifu wa mazingira. Huo ni uharibifu wa mazingira. Tamani sehemu uliopo watu wafurahie uwepo wako. Tamani sehemu uliopo watu wafurahie. Yaani hata ukiondoka watu wakupigie simu, jamani tumekumisi. Yaani tumekumisi kweli kweli. Na sio ya unafiki. Watu waseme kutoka ndani kwa sababu kuna kitu wanakimisi kweli kutoka kwako. Kuna ile hali ya utulivu ambayo ukiwepo sehemu inakuwepo hiyo hali ya utulivu. Watu waimisi. Haleluya. Haleluya. Unakuta watumishi wa Mungu, leo ngoja tujiseme kidogo. Unakuta watumishi wa Mungu, unafika sehemu ile saa kuna muda ule ambao unatakiwa uondoke. Sasa kwa sababu kanisa yetu haukai muda mrefu sehemu moja, si ndivyo? Kuna muda ule wa kupishana. Yaani unaondoka watu wanafurahi baada ya watu kusikitika. Kwa sababu gani? Yaani watu wamechoka na ile hali ambayo umeileta pale. Mbaya. Tamani sehemu unayokuwepo uwepo na utulivu na utunzaji wa mazingira. Huko ambapo tunaishi kwenye majumba yetu. Yaani usifikirie watu wanakupenda waidia. Toka ile mwanzoni kabisa mazingira yalipoharibiwa, ndipo hapo chuki ikaingia ndani ya mioyo ya wanadamu. Kwa hiyo usikae ukajibweteka tu kwamba yaani watu wananipenda, watu wananifurahia, Sikiliza nikwambie, unaweza ukawepo mahali, sio kila mmoja anatamani ustawi wako. Sio kila mmoja anafurahia hayo mazingira ambayo Mungu amekuweka. Una kazi nzuri sawa, usifikiri watoto wanafurahia. Una maisha mazuri, usifikiri watoto wanafurahia. Una watoto wazuri, usifikiri kila mtu anafurahia. Una ndoa nzuri, usifikiri kila mtu anafurahia. Yaani una vitu ambavyo Mungu amekupa ni vizuri, usifikiri watu wote wanavifurahia. Kuna watu wengine wanakusagia neno na ni ndugu zako wa damu. Lakini wakikaa wanaangalia, wanatamani wayaharibu